Zahara na shuka duniani, uzuri wake ni mtego, urembo wake ni kifo. Roho saba kumnoni, ufalme uwe mikononi mwake. Je, atafanikiwa? Hii ni kafara ya mwisho. Lengo mitake sie itaka kuunguza wewe. Mama imeungua wapi tena hapa? Tunywe tu hivyo. Yule anachukua niko wavateki kabisa ni nawe. Sema mama, kwa siku leo unaonekana ni mtu ambaye umechoka sana. Sijachoka chochote. Basi leo nimeamka na mawazo yangu kichwani. Nataka niende shamba hapa. Nilipongana na kuona umechoka kweli. Wewe tena ukosi neno. Sijachoka chochote nini. Niko sawa kabisa hapo, ndo nakunywa chai kidogo nipate nguvu niende huko shamba. Haya chai hapa. Kunywa chai tunaongea. Mwanangu Musa. Nina neno. Neno tena mama? Yeah. Neno zuri sana mwanangu. Kama utalizingatia. Zuri. Yaani Musa, mimi nataka uoe mwanangu mwaka huu. Nimewaita hapa kwa lengo na mazumuni. Nahitaji kumkabidhi binti yangu Zahara kiti cha urithi wa Malkia. Malkia, haiwezekani harisi kiti hiki mpaka hathibitishwe uwezo wake. Lazima sheria za kale zifuatwe. Nafahamu sheria zote, na ndio maana Zahara anaenda duniani kutekeleza ibada ya kurithi kiti hiki cha umalkia, na inatakiwa aende kutoa roho za wanaume takribani 7, na akifanikisha swala hili ndipo atapoweza kurithi kiti hiki cha umalkia. Imani Zahara ana nguvu sana, kubwa sana na wewe. Mama, mimi naona muda wa kuoa sasa bado. Muda bado? Muda bado vipi? Sijakuelewa. Hiyo mamangu, ndio utapofika mama mimi nitaoa. Hiyo mipango ni vijana sasa hivi. Mipango toka lini nakaga sawa? Mipango ndio ya hivi. Yaani unavyoishi ndio mipango yako, ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo kuoa na mipango ni vitu viwili tofauti. Sasa mama, hata ukiangalia mwenyewe naoa, wewe mwanamke na mume kitu gani? Na maisha yenyewe. Na ukiangalia hali yangu ya maisha mama, kama unavyoiona kwa sasa. Kwa muda ukifika mamangu mimi nitaoa. Sasa mimi ndio nakwambia mama yako oa. Hivi wewe uone yule mtoto pale kwa kitei mwenzi.
Yaani chai yenyewe mpaka imeshanishinda. Kwanza mimi niweke chai nikusikilize. Yule mtoto wa pale kwa Kiteri kijana yule nani? Yule kijana yule nani? Joji. Mama Malkia, na kuahidi nitatimiza hayo majukumu na nitafuata kila kitu ambacho nakitaka, ili mradi nikalia iko kiti, kwa sababu ni mali yangu. Nitafanya chochote na nitatoa roho za wanaume wote au 7 ili mradi kuhakikisha mama yangu napata furaha. Vizuri sana mwanangu, ujasiri ndio unaotakiwa. Na kukabidhi nguvu za uzuri. Joji mwenzako kaoa bwana. Mke wake sasa hivi mjamzito. Yule mama yake karibu anapata wajukuu. Mimi je? Yaani mzo na hamu hapa nyumbani na mimi nipate mjukuu, anaingilia huko, anatokea huko. Poskila. Mimi natamani kweli mwanangu. Musa, fanya kitu. Nisikia Sawa mamangu, mimi nimekuelewa. Usiogope. Sawa? Sawa. Usikia mama. Mimi kwa mdomo nataka nitoke. Nenda. Na stem nataka nielekee. Chai lakini umeshiba. Chai mimi nimeshiba. Ila hapa nitachukua mkate wangu mmoja tutaondoka nao. Basi sawa. Sina shida. Pia mama mimi nitaoa siopo. Wewe usiogope bwana. Sina hai. No, mama bado unakuja ninaoa. Baba mtu unapata uko nzuri kabisa. Unataka kukurudia. Kwa sasa tunauza kwa wewe. Wakati ni sana. Na ushawishi kwa mwanaume yoyote atakayekuona lazima akupende ili uweze kuweza kufanikisha kazi yako kiurahisi. Nenda duniani. Usirudi mpaka uhakikishe kafara ya kwanza umeitimiza. Gizani kuna mambo dunia. Chini ya bahari kwenye vilindi vya giza, kikao cha siri majini wamejilundika. Malkia wa giza kashimama na kutangaza, kiti changu cha enzi Zahara na kukabidhi binti yangu wa pekee. Zahara katokea duniani anang'aa kama nyota. Mwanaume wa kwanza akamwona, macho yakamtoka, akaanza kumtongoza akijua kapata mpenzi. Zahara bila hiana akamkubali kwa tabasamu la sumu. Samani dada. Sijawahi kuona mrembo mzuri kama wewe. Oh, uko mwenyewe kweli? Yeah, niko mwenyewe. Samani, ningetamani nipate sehemu mzuri kidogo ya kuzungumza na wewe, na maongezi mengi sana na wewe. Bila shaka chochote utakacho. Jamani, na bahati sana mimi. Nilikuwa nasubiri kampani muda mrefu sana hapa nilipo. Basi ilikuwa ni bahati yangu leo hii.
Hivi mbona na level yani umelala kama vile usingizi wa usiku wakati ni mchana tena jua kali. Mimi nimechoka, nimetoka shambani, nimechoka leo. Nikaona bora nijipumzishe hapa kidogo nipate hewa. Pole kwa uchovu mamangu. Asante. Sijui huko ulikofika. Mimi nimeenda salama na nimerudi salama pia. Sijajua yapo alishindaje. Mimi bwana nimeshinda salama kama hivyo tangu nimerudi niko salama. Lakini swala langu lile la asubuhi tuliongea vipi? Zahara katokea duniani anang'aa kama nyota. Mwanaume wa kwanza akamwona, macho yakamtoka, akaanza kumtongoza akijua kapata mpenzi. Zahara bila hiana akamkubali kwa tabasamu la sumu, akamvuta gizani. Kafara ya kwanza ikatimia. 1, 2, 3 zikaenda hadi Umelifikiria vipi? Maana uliniambia ngoja nifikirie mama nitakupa jibu. Ndio mimi tena nina wewe tu. Lakini mama, si nilikwambia kwamba mimi muda kuoa bado kwa sasa hivi. Na utapofikia mamangu mimi nitaoa. Kweli? Wewe nimekwambia toka asubuhi usiogope. Yaani unaona nimekaa hapa sina raha, natamani ningekuwa nikigeukia huko vijukuu, nikigeukia huko vijukuu. Inawezekana wewe unaogopa, usiogope. Maisha mwanangu ndo haya ya. Ukishakaa na mwenzio ndani hapo, utaona riziki zinakuja zenyewe. Kwa hiyo usiogope. Unajua vijana wengi sasa hivi mnaogopa. Nikileta mtu mimi mwenyewe maisha yangu haya, nikileta mtu mwingine itakuwaje? Wewe usiogope, hiyo ni mipango ya Mungu, sawa? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Muda utapofika na mambo yangu yakaa sawa, basi mimi nitaoa bila shida. Hii ndo kafara yangu ya kwanza kwa udhaifu wa binadamu. Kazi yangu itakuwa nyepesi sana, nitaifanikisha bila kikwazo chochote kile mbele yangu. Lazima nishinde na lazima nikalie kiti cha enzi. Mwanangu leo kama unaona nataka kunifelisha. Mwanangu, swala la msingi sana hilo mimi nakushauri. Wewe utaona maisha yatabadilika. Muda sio mrefu. Sawa mwanangu? Sawa mama. Nakutegemea mwanangu, usiniangushe. Sawa. Haya mama yangu. Sasa niomba nikapumzike. Maana nimechoka kweli. Sasa kama hivi ningekuwepo mkwe hapa saa hizi umefika hapa. Wewe kila kitu kwa mama. Weka mkwe hapa. Kama hivi umekuja umechoka sasa hivi hata maji za kuoga nini? Au nataka nikupeleke sasa bibi mamako au maji ya kuoga? Mwanangu, mimi nishamaliza hapo, sina maneno mengine. Sawa mama. Endelea kupumzika. Mara ya mwisho Zahara anashuka duniani. Uzuri wake ni mtego, urembo wake ni kifo. Roho saba kumnoni ufalme. Usalama ni madai yako. Kama ulivyoiona, mandhari ya nyumba yote unaiona hapa na nzuri tu. Kuna choo hivi hapa, ina choo ndani. Nyumba nzuri kubwa, safi tu, mwenyewe utaenjoy mwenyewe. Nzuri, tuna banda la kupikia hapo lipo fresh tu bosi wangu. Nakusikiliza wewe kwa masuala malipo.
ikamtoka, akaanza kumtongoza akijua kapata mpenzi. Zahara bila hiana akamkubali kwa tabasamu la sumu, akamvuta gizani. Kafara ya kwanza ikatimia. 1, 2, 3 zikaenda hadi 6. Wanaume walipotea kwenye mtego wa uzuri wake. Zahara akacheka, ushindi upo karibu. Imebaki roho moja tu, ufalme wa giza uwe wake. Lakini kafara ya 7 ikakutana na ukuta. Kijana mtanashati Musa mbele ya Zahara